Katika jiji lenye taa nyingi palisimama jumba kubwa lenye kuta nyeupe na paa la bluu lililojulikana kama makazi ya familia ya mzee Manase. Hili lilikuwa ni jengo la fahari lililojengwa kwa jasho, au tuseme kwa damu na siri. Utajiri huo ulitokana na biashara kubwa ya madini na ardhi. Mzee Manase, mkewe Bibi Ruth na watoto wao Neema na Rego walitambuliwa kama familia yenye nguvu na heshima. Rego alikuwa mtoto pekee wa kiume mwenye umri wa miaka 22, mwenye sura ya upole, ambaye alitarajiwa kurithi mamlaka yote. Licha ya kuishi katika kifahari kisichoelezeka, Rego alihisi baridi isiyopunguzwa na joto la nyumba yao ya kifahari. Alihisi uwepo wa kivuli kinene na kimya cha kifo kilichotawala ndani ya kuta zile. Macho ya wazazi wake hayakutoa jibu kamili, yalikuwa yamefunikwa na utulivu wa bandia, utulivu wa mtu anayeshika siri nzito. Kuna mambo mengi yaliyosumbua akili yake. Kulikuwa na sheria isiyovunjika ya kutokanyaga chumba cha chini ya ardhi, na safari za siri za kila mwezi zilizofanywa na familia, ambazo ziliishia kwa wazazi kurejea wakiwa wamechoka na kutulia sana. Rego alikuwa akishuhudia jinsi utajiri wao ulivyokuwa ghafla, mara nyingi baada ya washindani wao wa biashara kupatwa na ajali za ghafla au kufilisiwa. Kila ongezeko la utajiri lilionekana kubeba uzito wa laana. Mabadiliko ya kweli yalianza chuo kikuu. Rego alikutana na Tito, rafiki mwenye hali ya chini lakini mwenye amani ya kipekee. Tito alikuwa Mkristo mwenye imani ya kweli, na kupitia mazungumzo yao ya siri, Rego alijifunza kuhusu nuru, ukweli na uzima usio na giza. Alianza kusoma vitabu vya dini kwa siri, akijificha kila mara. Kadri alivyojifunza, ndivyo giza la nyumbani kwao lilivyozidi kumtisha. Siri iligonga kilele usiku mmoja. Rego alikuwa akitafuta hati katika ofisi ya mzee Manase, na akakuta kitabu cha ajabu kilichofungwa kwa ngozi iliyopambwa kwa ajabu. Alikifungua kwa mikono iliyotetemeka. Ndani kulikuwa na michoro ya ishara za kishetani, majina ya watu na maelezo ya sadaka na kafara ambazo zilipaswa kutolewa ili kuendeleza nguvu na mamlaka ya familia. Ilikuwa ni uthibitisho wa hofu yake mbaya zaidi. Utajiri wao ulikuwa umejengwa juu ya agano la giza na damu. Moyoni mwa Rego kulikuwa na vita kali. Kukaa ilikuwa ni kuendelea kushiriki dhambi. Kuondoka ilikuwa ni kukataliwa na ulimwengu wote aliokuwa ameuamini. Baada ya usiku mrefu wa kilio na maombi ya siri, Rego alifanya uamuzi wa kweli. Alimpokea Yesu. Amani ilimfunika, ikimfanya awe tayari kupoteza kila kitu ili kubaki katika nuru. Usiku mvua inanyesha. Ilikuwa ni usiku wa manane, anga lilikuwa limefunikwa na mawingu mazito, na mvua kubwa ya kwanza ya msimu ilikuwa ikinyesha, ikipiga madirisha kwa sauti ya kuhuzunisha. Mzee Manase na Bibi Ruth walikuwa wameketi kwenye sebule, wakinywa divai, wakijadili mipango ya biashara yao ya kifisadi. Rego alishuka ngazi polepole, moyo wake ukimdunda kama ngoma. Alitembea mpaka kwenye sebule yenye utajiri, akasimama mbele ya baba yake. "Baba, mama," Rego alianza, sauti yake ikitetemeka kidogo lakini ikiwa imejaa uthabiti. "Nimepata kujua siri ya utajiri wetu. Na nimekuja kuwaambia jambo moja tu. Mimi nimeamua kuokoka." Mvua ilionekana kuongezeka kasi nje. Mzee Manase aliweka kioo cha divai mezani polepole, macho yake meusi yakimkodolea Rego. Kimya kilikuwa kizito, kikizidi ule mvumo wa mvua. "Ni nini umesema, Rego?" Mzee Manase aliuliza kwa sauti ya utulivu wa kutisha. "Rudia tena." "Nimeokoka baba. Sitaki tena kuwa sehemu ya agano lenu. Nimeamua kumfuata Mungu wa kweli," Rego alirudia kwa ujasiri, akipigana na hofu iliyokuwa ikimjaa. Ghafla, utulivu wa mzee Manase ulilipuka kuwa hasira ya ajabu. Uso wake ulibadilika, mishipa ikatokeza shingoni. Bibi Ruth aliganda, akabana mdomo wake ili kuzuia kelele. "Umeokoka? Unajaribu kututishia sisi, wenye nguvu na mamlaka. Wewe ni kitoto tu cha kipumbavu." Mzee Manase alinguruma, akisimama haraka sana kiasi kwamba kiti chake kilianguka. "Unathubutu kuukana utajiri huu uliogharimu damu ya vizazi vyetu? Unathubutu kuleta nuru katika giza letu?" Alitembea kwa hasira mpaka pale Rego aliposimama. "Ikiwa umeamua kuchagua maskini huyo wa msalaba, basi achukue jukumu la kukupa makazi. Ondoka. Toka katika nyumba yangu. Ondoka sasa hivi. Wewe si mwanangu tena. Nimekufukuza." Alimfukuza kwa mikono, kisha akaenda akachukua mfuko mdogo wa ngozi uliokuwa tupu kutoka drawer. "Chukua haya,"
Wewe si kitu bila jina langu. Utapotea. Rego alitazama kwa uchungu, akijua hakukuwa na kurudi nyuma. Neema alishuka ngazi haraka, akimkodolea macho kwa dharau kali. Nenda. Usije ukatuharibia jina letu. Utaishia kuomba mitaani. Bibi Ruthi alitoa kilio cha huzuni, lakini hakuweza kumpinga mumewe. Mzee Manase alimsukuma Rego kuelekea mlango mkuu. Rego alikuwa na begi dogo tu lililokuwa na Biblia yake na vitambaa vichache. Alifungua mlango na upepo baridi wa usiku uliokuwa umechanganyika na mvua kali ulimpiga usoni. Alitembea nje kwenye barabara ya kifahari, mvua ikimlowesha papo hapo. Alikuwa kijana aliyefukuzwa, akiwa hana hata senti, akitembea peke yake usiku wa mvua kubwa, akielekea kwenye baridi na njaa. Lilian msaliti. Lilian, mchumba wake, alikuwa amepaki gari lake mita chache kutoka geti la kifahari. Alikuwa amepigiwa simu na mzee Manase, akijua kuna drama, lakini hakujua ukubwa wake. Rego alitembea kwa shida kuelekea kwenye gari la Lilian, mvua ikibubujika usoni mwake. Aligonga kioo cha gari. Lilian alifungua nusu. Rego, nini kinaendelea? Mbona umelowa hivi? Aliuliza kwa wasiwasi uliokuwa zaidi wa kiwango cha gari lake kuliko Rego. Lilian, nimefukuzwa. Baba amenikana. Ninaokoka. Huu utajiri ni wa giza. Sasa sina chochote, Rego alisema, akisisitiza ukweli. Macho ya Lilian yalimchunguza. Taa za gari lake zilimwangazia Rego, mvua ikipiga suti yake iliyolowa. Aliona kijana asiye na kitu, asiye na matumaini ya utajiri. Lilian alitikisa kichwa polepole, akajawa na dharau kuu. Samahani Rego, lakini huwezi kuishi kwa imani na maji peke yake. Utajiri huunda maisha. Wewe umefanya uamuzi wako. Mimi siwezi. Mimi nakuacha, alisema kwa sauti ya kukata tamaa. Kijana masikini, aliyefukuzwa na familia yake tajiri kwa sababu ya kuokoka, si kiwango changu. Nenda zako. Lilian alifunga kioo cha gari haraka, akakiendesha kwa kasi, matairi yake yakifanya splash ya maji ya mvua, akimwacha Rego peke yake, akiwa amesimama katika barabara yenye maji. Alikuwa ameachwa na kila mtu katika usiku wa mvua kali. Usiku ule wa mvua, Rego alijifunza mara moja maana ya upweke na umaskini halisi. Alitembea kwa muda mrefu, mwili wake ukiwa umeganda, mvua ikichanganyika na machozi ya uchungu. Kujihisi mpweke sana, si kwa kukosa mali, bali kwa kukataliwa kikatili na kila mtu aliyemjua. Alikimbilia kwenye banda la soko la mboga ambalo lilikuwa wazi nusu, akaketi kwenye zege baridi na kujifunga kwenye begi lake dogo huku akitetemeka. Siku zilizofuata zilikuwa ni fundisho lenye uchungu. Rego, ambaye alikuwa amezoea kutumia kadi ya benki bila kufikiri, sasa alihangaika kutafuta kazi yoyote ya vibarua. Jina la familia ya Manase lilikuwa na kivuli kikubwa, na hakuna mfanyabiashara aliyetaka kumchukua kijana aliyefukuzwa na familia yenye nguvu kiasi hicho. Alibahatika kupata kazi ya kubeba mizigo katika soko la Kariakoo, na usiku alilala katika chumba kidogo cha panya wengi, akishirikiana na vijana wengine masikini. Kila jioni, Rego alirudi chumbani kwake akiwa amechoka kupita kiasi, mikono yake ikiwa imejaa michubuko na maumivu. Njaa ilikuwa rafiki yake wa karibu, ikimtesa kila saa. Mara kwa mara, alikumbuka chakula cha kifahari alichokikataa na sauti ya majaribu ilimsonga. Kinyota, rudi nyumbani, Rego. Omba msamaha, angalau upate kuishi. Huu Mungu wako anakupa nini zaidi ya mateso? Lakini Rego alishika sana Biblia yake. Alijifunza kuomba katika hali ngumu sana, akiamini kwamba mateso aliyopitia yalikuwa ni gharama ya kutembea katika nuru. Rafiki yake Tito alikuwa faraja pekee. Tito alimkaribisha kwenye kanisa dogo la waumini wa kweli, ambapo Rego alipata jamii iliyompenda kwa sababu ya roho yake, sio mali yake. Wakati Rego akihangaika mitaani, maisha katika jumba la Manase yaliendelea, lakini si kwa amani. Bibi Ruthi, mama yake Rego, alikuwa akiteseka kimya kimya. Alikuwa amemwogopa mumewe na alikuwa mshiriki wa siri za giza, lakini upendo wa mama kwa mtoto wake haukuweza kuzimwa. Tukio la Rego kufukuzwa usiku ule wa mvua lilitia jeraha kubwa moyoni mwake. Alijua uamuzi wa Rego ulikuwa wa kweli, lakini vitisho na dharau za mzee Manase zilikuwa kali mno. Mzee Manase alisisitiza jina la Rego lisitajwe tena. Mateso ya Bibi Ruthi yalikuwa ya ndani. Kila usiku, alikuwa akishikilia picha ya utotoni ya Rego,
akilia kimya kimya chini ya duveti yake ya hariri. Utajiri haukuwa na thamani kwake. Kwa upendo wa mama, Bibi Ruth aliamua kumtafuta Rego kwa siri. Alimwamini mfanyakazi wake mmoja mwaminifu, akimpa jukumu la kumtafuta mtoto wake na kumpelekea vifurushi vya siri. Baada ya wiki kadhaa za utafutaji, mfanyakazi huyo alimpata Rego akipakia mizigo sokoni, na aliporudi kueleza hali halisi ya mwanaye, jinsi alivyolala katika uchochoro na kufanya kazi duni, moyo wa Bibi Ruth ulivunjika. Kila Jumamosi usiku, Bibi Ruth alitayarisha mfuko mdogo wenye chakula bora, nguo safi zisizo za kifahari, na kiasi kidogo cha pesa ambacho alikificha vizuri. Mfanyakazi wake alipeleka kifurushi hicho kwa Rego. Rego hakuwahi kujua ni nani aliyekuwa akimtuma. Alidhani ni kanisa au mfadhili, na alimshukuru Mungu kila mara kwa zawadi hiyo ya ajabu iliyomsaidia kuishi. Huu ulikuwa upendo wa siri wa mama yake, uliofichwa nyuma ya dharau ya mumewe. Bibi Ruth aliona kuteseka kwa mwanaye kwa dharau kubwa na vitisho vya mumewe, na alijitesa ndani ya utajiri wake. Miezi ilipita na imani ya Rego ilizidi kuwa imara. Kazi ngumu ya kubeba mizigo ilianza kumjenga kimwili na kiakili. Pia alitumia akili yake ya elimu ya juu. Aligundua kwamba katika soko lile la Kariakoo kulikuwa na pengo kubwa katika usafirishaji wa bidhaa za jumla kutoka bandarini hadi kwa wauzaji. Rego, akijipatia fedha kidogo kutoka kwenye vibarua na misaada ya siri, alimshirikisha Tito wazo lake. Waliazimia kuanzisha biashara ndogo ya ufundi na usafirishaji wa mizigo kwa kutumia baiskeli za mikono. Kutokana na bidii, uaminifu na elimu aliyokuwa nayo, Rego alijitofautisha haraka. Alianza kupanga ratiba za usafirishaji kwa ufanisi na uwazi. Biashara hiyo ndogo ilianza kukua. Kutoka baiskeli moja ya mizigo, walihamia matatu, kisha wakanunua lori dogo la kwanza. Rego alitumia kanuni za Ukristo katika biashara yake: uaminifu, kutokudanganya na kumpa Mungu utukufu. Miaka mitatu ilipita. Rego hakuwa tajiri kama familia ya Manase, lakini alikuwa mfanyabiashara anayeheshimika sana katika sekta ya usafirishaji. Alikuwa amepata pesa zake kwa jasho safi na baraka za Mungu. Alikuwa na nyumba yake ndogo yenye heshima, na alikuwa amejawa na amani ya ndani. Hakuna mtu aliyemjua kama mtoto wa Manase, alijulikana tu kama Rego mwaminifu. Sasa alikuwa amepata kile alichokikataa: amani ya kweli, heshima ya jamii na utajiri halisi uliobarikiwa. Rego alikuwa tayari kurudi nyumbani, sio kuomba, bali kusimama mbele ya wale waliomdharau na kumwona Bwana aliyemuinua. Miaka 4 ilikuwa imepita tangu Rego afukuzwe usiku ule wa mvua. Tangu wakati huo, maisha yalikuwa yamebadilika sana. Rego, yule kijana masikini aliyelala kwenye mabanda ya soko, sasa alikuwa Rego mwaminifu, mfanyabiashara mkubwa wa usafirishaji na uwekezaji. Biashara yake ya kwanza, iliyoanza na baiskeli, ilikuwa kwa kasi ya ajabu, ikiongozwa na baraka na uaminifu usio na shaka. Kwa kutumia faida yake, Rego alianzisha kampuni ya pili, Fidelity Financial Solutions, kampuni ya kutoa mikopo na huduma za kifedha kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa, ambayo ilikuwa ikitamba sana mjini. Kampuni hii mpya ilisimama juu ya kanuni za uwazi na uadilifu, kinyume kabisa na biashara za kifisadi za mzee Manase. Ndani ya mwaka mmoja tu, utajiri wa Rego, ingawa haukuwa na laana, ulikuwa umeanza kuizidi ile ya familia ya Manase. Rego alikuwa akifanya biashara na mataifa, akijenga jina lenye heshima na hadhi. Wakati Rego akipaa, giza la agano la Manase lilianza kuivuruga familia yake. Utajiri wa giza huja na gharama. Ulinzi wa agano ulikuwa umeanza kudhoofika kutokana na Rego, mrithi wa kiume, kugeuka na kuchagua nuru. Biashara za mzee Manase zilianza kugubikwa na mikosi isiyoelezeka na matatizo ya kifedha. Mashirika makubwa yalianza kuwaruka, wakihofia sifa mbaya iliyokuwa imeanza kuenea kuhusu utata wa utajiri wa Manase. Mzee Manase sasa alikuwa katika hali ya kukata tamaa kisiri. Kampuni yake ilikuwa inahitaji kiasi kikubwa cha fedha ili kufanya uwekezaji mpya na kuficha hasara zake. Aliketi ofisini kwake, akiwa amejawa na kiburi kilichochanganyikana na hofu. Viongozi wake wawili waandamizi walimshauri kwa unyonge. "Bosi," mmoja wao alisema kwa sauti ya chini, "tumeangalia kila mahali. Hakuna benki kubwa inayoingia mkenge. Lakini kuna kampuni moja mpya ya kifedha inafanya vizuri sana, inaitwa Fidelity Financial Solutions." "Ngoja kidogo," mzee Manase aliingilia kati kwa dharau. "Kampuni ya kifedha? Ilianzishwa na nani? Sijawahi kuisikia."
Huwezi kuamini mtu yeyote anayeanza biashara haraka haraka. Kiongozi wa pili alijibu kwa uangalifu. Bosi, huyu ni tajiri mkubwa sana, jina lake ni Reginald M. Cowankaya. Kampuni hii haifuati taratibu za benki za kawaida na wanasemekana wana utajiri mkubwa sana, lakini hauna utata. Wako wazi na wanaaminika. Tafadhali nenda huko, huenda ukapata kiasi tunachokihitaji. Mzee Manase, akihitaji sana pesa, alikubali kwa shingo upande. Alijua hakuweza kumwamini yeyote isipokuwa nguvu zake za giza, lakini sasa hata nguvu hizo zilikuwa zikimtupa. Alikubali kupanga miadi katika kampuni hiyo mpya. Siku ya miadi, Mzee Manase, akiwa amevalia suti yake ya gharama kubwa, gari lake la kifahari kuelekea makao makuu ya Fidelity Financial. Jengo lenyewe lilikuwa la kisasa, linaingia katika anga, liking'ara kwa kioo na chuma. Alisimama nje ya jengo na ghafla, moyo wake ulishuka kidogo. Alitazama kwenye ubao wa jina la kampuni uliokuwa unang'aa kwa dhahabu na chuma, Rego Investments. Ingawa alijua jina kamili lilikuwa Fidelity Financial Solutions, lile jina la kibinafsi la mwanzilishi lilikuwa limeandikwa kwa herufi kubwa. Lilionekana kama mwangwi wa kusikitisha. Rego, haiwezekani. Ni jina tu, linafanana na jina la yule mtoto aliyepotea. Ni majina tu yanafanana. Sawa, lazima niwe jasiri, Kinyota alijipa moyo kwa shida, akijaribu kufukuza kumbukumbu ya usiku wa mvua alipomfukuza mwanawe. Alipoingia ndani, alishangazwa na mazingira. Hakukuwa na kivuli wala giza, kulikuwa na mwanga mwingi, utulivu na usafi. Wasimamizi walikuwa na tabasamu la kweli, tofauti na wafanyakazi wa kwake ambao walikuwa wamefunikwa na hofu. Aliongozwa hadi kwenye ghorofa ya juu kabisa katika ofisi ya mkurugenzi mkuu. Mlango wa ofisi ulikuwa wa kioo kizito. Mzee Manase alipewa ishara ya kuingia. Alipofungua mlango na kuingia ndani, alikumbana na mwanga mwingi wa jua uliomulika kutoka dirishani, ukiangukia kiti kirefu cha ofisini kilichoelekea dirishani. Mzee Manase alitembea hatua chache, huku moyo wake ukionekana kutaka kutoka kwenye kifua chake. Mkurugenzi huyo aligeuza kiti chake polepole, akimwelekea Mzee Manase. Na hapo ndipo mshtuko mkubwa wa maisha yake ulipompata. Mbele yake, akiwa amekaa kwenye kiti cha mamlaka, akiwa amevalia suti nadhifu, akiwa na tabasamu tulivu, alikuwa Rego, kijana wake aliyemkana, kijana aliyemfukuza maskini usiku wa mvua. Rego hakuwa na dalili za umaskini wa zamani, bali alionyesha mamlaka, heshima na amani ya ajabu. Mzee Manase alisimama wima, hakuweza kuamini macho yake. Alishtuka sana kiasi kwamba hakuweza kusema neno. Uso wake ulibadilika rangi. Hofu, aibu na utambuzi wa makosa yake viliungana na kumfanya awe legelege. Alishindwa kuvuta pumzi. Yule kijana aliyemwambia atakufa masikini sasa ndiye alikuwa utegemeo wake pekee wa kifedha. Rego alitabasamu kidogo, akimwangalia baba yake kwa macho yale yale ya upole, lakini akiwa yamejaa uzoefu mpya wa maisha. "Karibu, Mzee Manase," Rego alisema, sauti yake ikiwa imetulia na kujaa heshima. "Tafadhali kaa. Nimefurahi sana kukuona baada ya muda mrefu." Mzee Manase alijikaza, akashika kiti cha ngozi mbele yake kwa mikono iliyotetemeka, akiwa bado anapigana na ukweli huo usio na uhakika. Aliketi huku akimwangalia mwanawe kwa mshangao mkuu, akijaribu kutambua jinsi ya kuzungumza na yule kijana maskini aliyemsema vibaya, ambaye sasa alikuwa bosi wake anayeweza kumwokoa kifedha au kumwangamiza. Mzee Manase aliketi kwenye kiti cha ngozi mbele ya Rego, mwili wake ukiwa umekunjika. Alikuwa akitazamana na mwanawe ambaye alimfukuza kwa dharau miaka 4 iliyopita, sasa akiwa ndiye bosi wa kampuni anayeweza kumwokoa kutoka kwenye aibu ya kufilisika. Kimya kilikuwa kizito, kikibeba uzito wa maneno yote yasiyosemwa. Rego alitazama sura ya Mzee Manase, mzee mwenye mamlaka na kiburi, lakini sasa uso wake ukiwa umekumbwa na hofu na kutambua kosa. Rego hakuwa na hasira, moyo wake ulikuwa umejaa huzuni na upendo wa Mungu uliomfunika, lakini alijua alipaswa kusema ukweli. "Mzee Manase," Rego alisema tena, akitumia cheo cha heshima kumlinda baba yake kutokana na wafanyakazi wa nje. "Kama unavyojua, kampuni yangu inafanya biashara kwa uwazi na uadilifu, kanuni ambazo nimezishikilia tangu nilipoanza na vibarua sokoni." Alisimama, akatembea mpaka kwenye dirisha kubwa, akitazama mji uliokuwa chini yao, mji ambao sasa ulisimamia mamlaka yake. Aligeuka na kumtazama Mzee Manase usoni.
Naomba nikuulize swali moja tu. Sauti ya Rego ilitetemeka kidogo. Je, bado unaendelea na yale mambo ya giza yaliyotugharimu amani yetu na hatimaye siri zilizovuruga biashara yako? Mzee Manase aliinua kichwa chake. Alianza kusema uongo, lakini macho ya Rego yalikuwa yamejaa ukweli kiasi kwamba hakuweza. Rego, mwanangu, inabidi. Bila nguvu zile, utajiri hauwezi kuishi. Rego alihisi machozi yakimfinyanga kooni. Alitembea, akasimama mbele ya baba yake, machozi yakaanza kumtoka. Baba, Rego alisema, akitokwa na machozi ya uchungu, siwezi kuchanganya mali za giza na mali zilizopatika kwa nguvu ya Mungu. Siku ile ulionifukuza, uliniambia Yesu ni tahila wa msalaba na kwamba nitakufa masikini. Ulikataa nuru na kunipa dharau kubwa. Je, leo unamtaka tahila huyo wa msalaba akusaidie kupitia pesa ambazo yeye amebariki? Siwezi kufanya hivyo. Huwezi kuwatumikia mabwana wawili, Mungu na mali ya giza. Maneno ya Rego yalikuwa kama moto kwa mzee Manase. Aliona dharau yake yote ya zamani ikimrudia kama shoka. Alikumbuka kila neno la dharau alilomwambia mwanawe. Machozi ya fedheha na majuto yalianza kumtoka mzee Manase. Rego, nimekosea mimi. Mzee Manase alianza, lakini alishindwa kumalizia. Alijikuta akilia bila aibu mbele ya mwanawe. Ikiwa unataka msaada wangu, Rego alisema kwa upole, akijaribu kuweka utulivu katika sauti yake, lazima uvunje lile agano, uharibu madhabahu yenu na uje kwenye nuru. Njia pekee ni kupitia msalaba, baba. Mzee Manase alijua, kwa namna anavyohitaji pesa, kwamba masharti ya Rego yalikuwa magumu mno, hasa kwa kiburi chake na hofu ya giza. Alisimama, akitingisha kichwa chake kwa huzuni. Samahani, Rego. Hata kama nina hasara, siwezi. Aliongea kwa shida. Alijua kuwa alimdharau kiumbe asihojua hatima yake. Alikiona nguvu ya Mungu ambayo alikuwa ameidharau ikimfunika mwanawe. Alimwangalia Rego kwa mara ya mwisho na akatoka ofisini bila kusema neno tena, akimwacha Rego akilia kimya kimya ofisini kwake. Mzee Manase aliendesha gari lake kurudi nyumbani, akiwa amevunjika moyo na kupoteza nguvu. Alipofika, Bibi Ruth na Neema walikuwa wamemngoja kwa hamu. Vipi mzee Manase? Bibi Ruth aliuliza kwa wasiwasi. Ulipata mkopo huo wa Fidelity? Nani huyo tajiri? Mzee Manase alianguka kwenye sofa, akashika uso wake. Ruth, Rego. Rego ndiye bosi wa kampuni hiyo. Yule kijana tuliyemfukuza masikini. Amekuwa tajiri mkubwa, anazidi hata sisi. Neema alishtuka, akasimama kwa mshangao. Haiwezekani. Kijana yule anayeokota taka. Amepata wapi pesa? Bibi Ruth alionekana kutabasamu kwa faraja ya siri. Mzee Manase alimkodolea macho mkewe, akishangaa kwa nini alikuwa na furaha. Unacheka nini Ruth? Kijana huyo ametukana, amekataa kutusaidia mpaka tuache giza. Na wewe unafurahi? Bibi Ruth aliinuka polepole, akitembea kwa ujasiri ambao mzee Manase hakuwahi kuuona. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi, lakini haya yalikuwa machozi ya ushindi wa mama. Ndiyo, nina furaha Manase. Nina furaha kwa sababu Rego ameishi kwa heshima. Na sijashangaa, alisema, akivuta pumzi ndefu. Wakati wewe ulinifanya nile utajiri wa laana na kumfukuza mwanangu kwa dharau, mimi nilitenda kama mama. Kipindi ulivyomfukuza, mimi nilikuwa natuma chakula kidogo na nguo safi kwake kwa siri kila wiki, nikiamini asije kunisahau kwenye utajiri wake wa nuru. Nilimwomba Mungu amlinde, na sasa amemuinua. Hiyo ndiyo nguvu ya msalaba ulioudharau. Mzee Manase alihisi dunia ikimzunguka. Mkewe, mtiifu wake, alikuwa amemficha siri kubwa kiasi hicho. Alikuwa ameshiriki katika kuokoa Rego. Wakati huo huo, habari za Rego Investments zilianza kuenea katika jamii yao ya kifahari. Lilian, mchumba wa zamani wa Rego, ambaye alimwacha usiku wa mvua, alikuwa amejikuta kwenye utafiti wa soko la mikopo. Alipoona jina la Rego Reginald likitamba kama tajiri mkubwa wa kifedha, alishikwa na kiu na majuto makubwa. Lilian alikumbuka jinsi alivyomdharau Rego, akimuita masikini na asiye na kiwango. Sasa, alikuwa akishikilia picha ya zamani ya Rego, akilia kwa uchungu. Lilian aliamua kufanya kila awezalo kupata miadi na Rego, akijifanya kama mfanyabiashara anayetafuta fursa, lakini lengo lake lilikuwa kurudisha penzi la maisha yake alilolitupa mbali.
Lilian alifanikiwa kupanga miadi katika ofisi ya Rego, akijua kwamba mshtuko aliopata mzee Manase ulikuwa ungemngoja naye. Alitembea kuelekea jengo la kifahari la Fidelity Financial Solutions, akiwa amevaa nguo za bei ghali, akiandaa maneno ya msamaha na upendo bandia. Alijua kilichokuwa mbele yake kilikuwa ni kukutana na hatima yake aliyokuwa ameifuta kwa dharau. Lilian alifika katika ghorofa ya juu ya jengo la Fidelity Financial Solutions, akiwa amevalia mavazi ya kuvutia, akitaka kujaribu bahati yake ya kurudisha utajiri uliokuwa umepotea. Alimkabidhi katibu wa Rego kadi yake ya miadi, akihisi moyo wake ukimdunda kwa woga na tamaa. Katibu huyo aliingia ofisini mwa Rego, na muda mfupi baadaye alirejea na barua ndogo iliyotiwa saini na Rego mwenyewe. Lilian alifungua barua hiyo kwa haraka, mikono yake ikitetemeka. Ndani yake kulikuwa na maneno machache tu yaliyoandikwa kwa mkono uliosafishika wa Rego. Lilian, kwa heshima na taadhima, nimepokea ombi lako la miadi. Hata hivyo, hakuna haja ya kukutana. Hatima yangu na hatima yako viliachana usiku ule wa mvua, uliponitazama kwa dharau na kunikataa kama kiwango changu. Nimekusamehe kwa dharau yako, lakini moyo wangu umepata mahali pengine panapotambua thamani yangu. Katika agano la nuru, hakuna nafasi kwa mtu anayeangalia uso wa mwanadamu kulingana na kadi yake ya benki. Safari njema katika biashara zako. Lilian alisimama pale, akitazamana na katibu wa Rego, akijawa na aibu isiyoelezeka na majuto makubwa zaidi. Hata hakuruhusiwa kuingia. Alikuwa amekataliwa, si kwa sababu ya umaskini wake, bali kwa sababu ya dharau yake ya zamani. Lilian aliondoka katika ofisi hiyo, akijificha uso wake kutokana na machozi ya kihoro, akipoteza milele nafasi ya kurejea kwenye utajiri wake wa zamani. Baada ya mzee Manase kurudi nyumbani akiwa amevunjika moyo na kufichua ukweli kuhusu Rego, Bibi Ruth alijua kuwa huo ulikuwa wakati wake wa mwisho kuokoa familia yao. Mzee Manase alikuwa amejawa aibu na hawezi kumkaribia Rego tena. Asubuhi iliyofuata, Bibi Ruth alitumia gari lake la zamani, akifika ofisini kwa Rego bila kutarajiwa. Alipofika ofisini, Rego alimpa heshima ya hali ya juu, akimsindikiza hadi ofisini kwake. Waliketi kimya kwa muda. Rego mwanangu, Bibi Ruth alianza, machozi yakimtoka. Nimekuja kukuomba msamaha kwa dhambi tulizokutendea, mimi na baba yako. Msamaha kwa dharau ile na kwa kukuacha kwenye baridi. Baba yako amevunjika moyo, ameona nuru uliochagua ilivyo na nguvu. Rego alimtazama mama yake, akiona mama mpendwa, aliyejificha nyuma ya hofu. Mama, mimi niliwasamehe muda mrefu uliopita. Imani yangu hunifundisha kusamehe. Bibi Ruth alisisimka, akashika mikono ya Rego. Hiyo ndiyo nguvu ya Mungu wako. Lakini kuna jambo nataka ujue, mwanangu. Wakati ule wa mateso, ukiwa unalala Kariakoo, ulipokea vifurushi vidogo vya chakula bora na nguo safi za mara kwa mara? Rego alishtuka. Ndiyo mama. Nilidhani ni kanisa au malaika aliyenitumwa na Mungu. Bibi Ruth alifuta machozi yake, akitabasamu kwa uchungu. Malaika huyo nilikuwa ni mimi, Rego. Nilitumia pesa kidogo nilizoficha. Nilikuwa nikikufanyia kwa siri bila baba yako kujua. Nilikataa kukubali kwamba mwanangu atateseka kwa njaa huku mimi nikiishi katika anasa ya laana. Nilikupenda kiasi kwamba nilitumia utajiri wangu wa siri kukuhudumia. Nilimwomba Mungu amlinde, na sasa amekubariki sana mwanangu. Hiyo ndiyo nguvu ya kweli ya upendo na imani, ambayo siri ya hatima ya mtu inakutana na mkono wa Mungu. Rego alihisi mkono wa Mungu ukimshika. Alisimama akamkumbatia mama yake kwa nguvu. Nguvu ya mama ndiyo iliyomwokoa kutokana na kukata tamaa kabisa katika safari yake ngumu. Baada ya mazungumzo marefu na ya kihisia, Rego alikubali kusaidia familia yake, lakini kwa masharti mawili yasiyobadilika. Kwanza, mzee Manase lazima avunje agano la giza, aharibu madhabahu na kutubu dhambi zake zote. Pili, familia lazima iache utajiri wa giza na kuanza safari mpya ya imani. Bibi Ruth alirejea nyumbani akiwa ameshinda. Mzee Manase, akivunjwa na ukweli wa mwanawe na upendo wa mkewe, alikubali. Familia ya Manase ilivunja kwa uchungu agano lao la giza, wakipoteza sehemu kubwa ya utajiri wao wa ghafla, lakini wakipata amani ya kweli. Rego aliwapa msaada wa kuanzisha biashara mpya ndogo, iliyojengwa kwa kanuni za nuru na heshima. Mzee Manase alikiri makosa yake hadharani, na Rego akawasamehe kabisa wazazi wake na dada yake. Mwisho wa simulizi hii, tunajifunza somo kubwa.
Kamwe usimdharau mwanadamu anayetembea, kwani hatima yake ni siri na Mungu ndiye anaijua. Rego, aliyefukuzwa na kuitwa masikini, alipata utajiri na heshima kupitia kwa nguvu za Mungu, nguvu ambazo hazipokei rushwa ili kusimamisha baraka alizoziandaa. Mungu humbariki masikini na tajiri kwa uaminifu, kulingana na upendo wake usio na mipaka. Nguvu ya mama, Bibi Ruthi, ilificha upendo wake nyuma ya dharau, ikihakikisha nuru ya mwanawe haizimwi. Naamini umefurahia simulizi hili. Kwa simulizi zingine zenye mafunzo na kusisimua, usisahau kusubscribe channel ya Mjumbe Online. Hili ni jumba la Mzee Manase, nyumba ya fahari iliyojengwa kwa utajiri mkubwa. Nimepoteza familia, mali. Unanipenda kweli? Ndio, nakupenda kweli. Basi kama unanipenda, nenda YouTube subscribe channel ya Mjumbe Online. Kama umependa story hii kutoka Mjumbe Online, tafadhali subscribe kwenye channel hii kwa story mpya zinazoendelea.